Hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti Mheshimiwa Gamba. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa, mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri, kuna mahali amelidanganya bunge? Ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka? Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Mheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi. Nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza Mheshimiwa. Sawa, keti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu taratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo.